Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana asubuhi ya leo. Nichukue nafasi kukualika sana katika maombi ya asubuhi. Prophet Tadea anazungumza hapa. Ninamtukuza Mungu kwa namna ya kipekee ametupa tena upendeleo. Na nichukue nafasi kabisa popote pale ulipo kukualika katika maombi ya makubwa. Neema ya Mungu ni kubwa sana na Bwana ametupa tena upendeleo asubuhi ya leo. Tuweze kusema pamoja na tuweze kuomba pamoja. Nichukue nafasi kwa pamoja tuweze kumtukuza Roho Mtakatifu. Shukuru Mungu pamoja kwa ajili ya kazi kubwa ambayo ameifanya hata kutuamsha asubuhi ya leo. Wako wengi walilala lakini hawakuweza kuamka. Sisi tumepata neema asubuhi ya leo. Baba yangu katika jina la Yesu Kristo, ninakutukuza kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Umekuwa Mungu mwema kwetu, umetupenda kwa namna ya kipekee. Tumeona fadhili zako, tumeona nguvu zako, tumeona ukituinua, tumeona ukitubariki, tumeona ukitufanikisha. Asante Bwana Yesu kwa kutuamsha tukiwa wenye nguvu na wenye afya njema. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu tumeona neema. Asante Baba yetu kwa sababu tumeona utukufu wako. Asante Baba yetu kwa sababu tumeona uhai na afya. Asante Bwana Yesu kwa sababu tumeona nguvu zako na utukufu wako. Asante Bwana Yesu kwa sababu tumeona neema, tumeona fadhili zako. Rimando rusa karamanda rabakori ya basika. Randa rabakori ya masinda ramakori ya basika. Babarima sinda riamando rokoshanda rabakoria. Baba. Ninakutukuza kwa sababu wewe ni mwema kabisa. Asante Bwana kwa neema hii ambayo umetupatia watoto wako. Tumeona fadhili zako, tumeona wema wako, tumeona nguvu zako. Ni wewe Baba yetu, ni wewe Baba yetu, ni wewe Baba yetu. Risa karamando rokori amanda rabasika. Randara makori abasika rabushika baba. Risa ndaramando rokori basika. Baba. Tumeona nguvu zako, tumeona utukufu wako. Tumeona fadhili zako, tumeona mkono wako. Ni wewe Yesu unastahili kutukuzwa na kuinuliwa. Ni wewe Yesu unastahili kupewa utukufu na heshima. Pokea sifa Baba yetu mwema, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Tumoja seme amen, amen, amen. Nichukue nafasi kukuomba kama uja subscribe channel hii ili uweze kupata maombi ya kila siku asubuhi na majira ya usiku, zaburi za ulinzi. Na nichukue nafasi kukuomba popote pale unaponisikiliza, inawezekana una changamoto na unatamani Yesu Kristo adhibitike katika changamoto yako, basi share na mimi kupitia WhatsApp namba ambayo iko kwenye skrini yako ya 0679645759. Lakini pia unaweza kujoin WhatsApp group zetu za maombi, ambayo utatuma message kwamba unahitaji kujiunga kwa grupu, nami nitakuunga kwa grupu ya maombi, na utaweza kuwa unapata maombi makubwa sana ambayo naamini kabisa mkono wa Yesu unaenda kusaidia. Mungu aliyegusa watu wengi, na mimi naamini kabisa anaenda kugusa maisha yako. Ni muhimu sana unapofuatilia maombi ya asubuhi, kila siku asubuhi jiunganishe na dhabihu yako, kwa sababu kupitia dhabihu, maombi yaliyobeba dhabihu ni maombi yanayojibiwa sana. Siingie kwenye mtego ya kuomba maombi bila kutoa sadaka, kwa sababu kumbuka, sadaka ndio inaenda kubeba maombi yako. Mungu anamwambia Kornelio kama maombi yako na sadaka yako vimefika kwangu juu. Kwa hiyo tunaposikiliza maombi ya kila siku asubuhi, jiunganishe na sadaka yako na utaona matokeo makubwa kupitia namba hii ya Vodacom ya 0756934903. Na kama uko nje ya nchi, basi anza +255 na sadaka yako itafika, na utamuona Mungu akifanya jambo kubwa sana katikati ya maisha yako. Ni muhimu sana, neema ya Kristo ni kubwa. Tunayo kazi kubwa sana tarehe 25 mpaka tarehe 30 mwezi huu. Tumekuwa tukitangaza kwa partners wote na wale wenye mapenzi mema na kazi hii kubwa. Unatamani kazi hii wafikie watu wengi, basi na wewe shiriki kwa sadaka yako. Baadaye utasikia tangazo hapa kwa ajili ya ununuzi wa vyombo vya huduma. Na tarehe 25 na mpaka tarehe 30 mwezi huu ndio itakuwa ni kilele chetu cha kupokea sadaka zetu kwa ajili ya kazi kubwa sana ya kupeleka injili na kuwafikisha maelfu ya watu.
Habari njema ni kwa wakazi wa Dar es Salaam. Tarehe 20 na tarehe 21 mwezi wa 10, karibu wiki lijalo, muda umefika katika ukumbi wa Andrew and Rose pale mkabala na Tanga Jikapeka Kawe. Moto unaenda kulindima pale, ni prophetic revival. Mungu anaenda kuachilia na kurejesha maisha ya watu. Kwa hiyo kama we ni mkazi wa Dar es Salaam na mikoa jirani, prophet nitakuwa pale katika ukumbi wa Andrew and Rose pale mkabala na Tanga Jikapeka. Na kama upafahamu vizuri, basi utapiga hiyo namba ya sadaka ya 0756934903 na utaweza kupata maelekezo mazuri kabisa, au tuma message kwa njia WhatsApp, basi utaweza kuelekezwa maelekezo vizuri ili uweze kufika kwenye ile ukumbi. Baba amenipa neema asubuhi ya leo. Neema ni kubwa sana ya kuvunja roho ya kufilisika. Vunja roho ya kufilisika au nguvu za kufilisika. Watu wengi wanatamani kwenda viwango vikubwa, lakini wamejikuta wanashuka, na haujajua kinachokushusha ni nini, na haujaelewa unashuka kwa namna gani. Roho za kufilisika zimeua watu wengi sana, na zimesababisha watu wengi sana waendelee kuteseka. Na unaweza kabisa ya kwamba ukaona unaenda vizuri, lakini kuna roho ya kufilisika inakufuatilia. Na hapa nitatamani kupitia maandiko kidogo ili tuweze kuomba, ili uweze kuona roho ya kufilisika inatoka wapi, na imekuwa inakutana na watu wengi sana. Wanashangaa wanafilisika kibiashara, unaanzisha biashara zinakufa, unajitahidi kupambana lakini haufiki kwenye hatima, unajitahidi kwenda lakini haufiki kwenye hatima. Kumbe wamekutumia roho ya mfilisi. Na asubuhi ya leo tunakwenda kuishughulikia hii roho ya mfilisi, kwa kisha tunaingoa, tunaiondoa kwenye maisha yako ili neema ya Kristo iweze kudhibitika kwa namna kubwa sana. Roho ya kufilisika inasababisha na mambo mengi sana, lakini natamani nipite kidogo kwenye kile kitabu cha Waamuzi sura ya 6 na mstari wa 11. Biblia inasema malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa ni mali yake Yoashi Mwabiezeri. Na mwanae Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shindikizo ili kuificha machoni pa Midian. Haleluya, haleluya. Biblia inasema ukiendelea mbele kidogo, mstari wa 16, Waamuzi 6:16, Bwana akamwambia Gideoni, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Midiani kama mtu mmoja. Naye akamwambia, nimepata kibali mbele yako, basi nionyeshe ishara kuwa wewe ndiye uliyesema na mimi. Gideoni anasema, mstari nirudi nyuma kidogo pale, mstari wa 14, Bwana akamtazama akasema, nenda kwa uwezo wako huo ukaokoa Israeli kwa mkono wa Midian. Je, si mimi niliyekutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoaje? Nitaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase. Mungu anamtokea Gideoni na anamwambia akaokoe taifa la Israeli, lakini Gideoni alikuwa anapepeta ngano. Na wakati Gideoni anapepeta ngano, Mungu anamwambia akasema, wewe ndio shujaa katika taifa la Israeli. Na Gideoni anasema, mimi ushujaa ninautoa wapi? Kwa sababu katika familia yetu sisi ndio tulio maskini, na katika Manase sisi ndio tulio maskini. Kwa Mungu anamwambia, enenda kwa uwezo wako huo, nimekutia mafuta, wewe sio maskini, nimekutia mafuta. Na anasema katika jamaa zangu mimi ndiye maskini. Maana yake ukiangalia roho ya maskini kwenye familia ya Gideoni, sio kwamba ilikuwa ya Gideoni tu peke yake. Gideoni anapepeta ngano, kumbe familia wao ni roho ya umaskini kwa familia. Na unamkuta yeye anaendelea kupepeta ngano kwamba we ni shujaa.
Na kuna mtu mmoja nazungumza naye asubuhi ya leo, inawezekana kabisa unafanya vitu double standard. Unajitahidi kupambana lakini haufikii ndoto, na unajitahidi kwenda lakini haufikii hatima. Kumbe kuna roho ya umaskini inafuatilia familia yako na wewe pasipo kujua. Kuna nguvu ya umaskini iko nyuma inakufuatilia. Ndio maana ukijitahidi kupambana unashangaa unaishia njiani. Unaanzisha vitu vinafilisika, vitu vinaisha. Unashangaa wengine wanapiga hatua lakini wewe upigi hatua. Unashangaa wengine wanaenda, wewe unaishia njiani. Kumbe kuna roho nyuma yako na hujawahi kuifanyia kazi. Kuna nguvu iko nyuma yako na hujawahi kuishughulikia. Wakati ninaomba Mungu akaniambia, je, umeshachunguza kwamba kuna roho iko nyuma? Kama hujachunguza kwamba kuna roho iko nyuma inakufuatilia, hauwezi kupiga hatua kwa sababu hiyo roho ndio inayokufuatilia. Lazima kuivunja hiyo roho. Ukimaliza kuivunja hiyo roho, ndio utaanza kuona sasa ile roho za kufilisika zinaanza kukuachilia. Kuna madhabahu inakufuatilia kufilisika, iko nyumbani kwako na hujawahi kuivunja. Inafuatilia ndugu zako, inafuatilia jamaa zako. Angalia ndugu zako wote wanapambana lakini wanafika mahali wanashindwa. Wanapambana wanafika mahali wanaishia hasara. Unapambana unafika mahali unaishia madeni. Unapambana unaishia mahali unaishia kukataliwa. Unapambana unaishia mahali vifaa vyote ulivyo navyo vinaoza. Unapambana unaishia vifaa vyako kudorora. Unapambana una vifaa lakini hakuna wateja wanaonunua. Unapambana umesoma lakini hakuna mtu yote anayekuajiri. Unapambana, kila unakopambana ufikii ndoto. Kumbe nyuma kuna roho. Hizo roho leo tunakwenda kuziangusha kwa jina la Yesu Kristo. Manda rabasika. Zaburi ya 128 Biblia inasema, heri kila mtu amchaye Bwana, atendaye katika njia yake, anaendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yako hakika utaila, utakuwa heri kwako kwema. Anasema mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao nyumbani mwa nyumba yako, wanao kama mche ya mizaituni. Anasema wakizunguka meza yako. Unaweza kuona sasa kuna taabu ya mikono. Unafika mahali mikono yako inataabika tu. Unataabika upati kitu. Unataabika ni hasara. Unataabika tu haupati chochote. Unataabika tu. Wewe umekuwa ni mtu wa kutaabika kufaidisha wengine. Unapitia kwenye taabu. Ifike mahali asubuhi ya leo tung'oe maroho ya taabu yanayokutesa. Hayo maroho ya mizimu ya familia. Hayo maroho ya mizimu ya ndugu ya babu yako na bibi yako yanakutesa. Haya ni maroho yanatenda kazi, ndio yanakufanya ufilisike. Una biashara hakuna anayenunua, unapitia machangamoto mengi kwenye biashara. Asubuhi ya leo nataka tuivunje hiyo nguvu ya taabu, nguvu ya mizimu ya ukoo inayofanya kazi. Ujue nataka nikwambie, Mungu alimwambia Gideoni, ukiendelea kusoma kile kitabu, akasema mtwae ng'ombe wa miaka 7 kavunje madhabahu ya Baali. Na wewe fike mahali utwae dhabihu, utwae sadaka asubuhi ya leo, ambao ndani yako unajisikia kwamba nataka nivunje roho ya mfilisi. Na ukiivunja utashangaa, utakuwa na wiki nzuri, utakuwa unauza sana, utakuwa na wateja sana. Chukua hiyo sadaka yako ambayo ulionayo asubuhi ya leo hapo. Hata kama uko kwa kitanda umelala, hata kama unatembea, amini kwamba nikipanda hii sadaka ninaenda kuua roho za mizimu zinazofuatilia hatima ya maisha yangu. Hii maroho ya umaskini, na kamata hiyo sadaka na iinue saa hii, utaona kile Mungu anaenda fanya. Nafuatisha maombi haya. Sema, Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo, nimesimama asubuhi ya leo. Kila madhabahu ambayo inafanya kazi katika familia, kila madhabahu inayonifuatilia, kila nguvu za kichawi na nguvu za giza
zinazofuatilia ili mimi kunifilisi, leo natangaza, nimepita kwenye taabu muda mrefu, nimepita kwenye taabu miaka mingi, ninafanya vitu vyangu zifanikiwi, ninaanzisha miladi haifikii hatima. Kuanzia leo ninatangaza katika jina Yesu, hiyo madhabahu ya kufilisika, hiyo madhabahu ya kufilisika ninaipasua kwa jina Yesu Kristo. Rika baba santa raba kota, ninatangaza kwa jina Yesu. Omba na mimi sahi, vunja hiyo madhabahu, ila madhabahu ya kufilisika, madhabahu ya kufilisika leo pasuka, leo vunjika. Rika baba santa raka bashata, ninapasua hiyo madhabahu ya kufilisika iliyokamata mama huyo, iliyokamata baba huyo, iliyokamata binti huyo, ninaipasua. Risatarababa rantarakashata rika baba saka, ninaipasua hiyo madhabahu inaonikamata, inaonifilisi. Risataraba, roho ya mfilisi, roho ya mfilisi, roho ya mfilisi iliyokaa kwenye mikono, leo ninaipasua, ninaivunja vunja, ninaiharibu haribu, ninaiharibu haribu. Rasatarababa, ninaikamata, ninaivunja vunja, ninaiharibu haribu, ninaipasua pasua. Rasatarakata ritandaratasa ratasata, ninaipasua, ninaingoa, ninaisambaratisha, ninaibomoa. Rosatatata, kila madhabahu ya kufilisika, madhabahu ya kufilisika, hiyo madhabahu inayokurudisha nyuma, hiyo madhabahu inayokurudisha nyuma, inayokupiga, inayopiga biashara zako, inayopiga biashara zako, inayopiga biashara zako, inayopiga ndoto zako, inayopiga ofisi yako, leo ninaipasua, inayokurudisha nyuma. Rosa karaba rindarababa rantarababa risakatata rikababa sata rosha tarababa, vunjika leo, haribika leo, bomoka leo, anguka leo, anguka leo. Lisataraba ratasata ratasata, unaiona inaanguka. Achia mama huyo, achia baba huyo, achia kijana huyo, achia binti huyo, anguka, anguka, anguka. Pasuka, achilia, pasuka, achia, pasuka, achia, pasuka, achia. Achia ndoto zake, achia biashara zake, achia kibali chake, achia neema yake, achia mafanikio yake, achia neema yake. Ngoka, ondoka, ngoka, kimbia. Risataraba, risatarababa randarabakura, risatarababa. Ninang'oa mizimu, ninang'oa uchawi, ninang'oa uganga, ninang'oa shirikina, ninang'oa mizimu ya kwenu. Haya, tangaza mizimu ya mama yangu, mizimu ya baba yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu. Risatatata, risatatata, achia, 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 achia. Ngoka, kimbia, ngoka, ondoka, ngoka, ondoka, ngoka, haribika, ngoka, vunjika katika jina la Yesu Kristo. Hiyo madhabahu ya mfilisi iachie maisha yako katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Yes, yes, yes. Kamata hiyo dhabihu yako sasa, itume kwa imani, itume kwa imani, itume kwa imani. Utaanza kuona kuna vitu vinaanza kufunguka, utaanza kuona madhabahu ya mfilisi inaanza kukuachia. Na kama unapitia kwenye madhabahu ya mfilisi, naomba sahihi, nitumie ujumbe WhatsApp, mwambie Mungu, mwambie wewe, nitumie ujumbe WhatsApp, niambie nakutana roho ya mfilisi inakufilisi, na tutaishughulikia hiyo roho na itaondoka kabisa, na utashangaa, utaona mkono wa Bwana ukitenda kazi kubwa sana. Asante Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya mtumishi wako. Kamata hiyo sadaka, itume kwenye namba ya Vodacom ya 0756934903, na Mungu akubariki sana. Popote pale ulipo, ni kuarike sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi, ambako maelfu ya watu yanafika kukutana na Yesu Kristo mtenda miujiza hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania. Na nichukue nafasi kukuomba usikize tangazo hili, uweze kuwa miongoni mwa mmoja wapo ambaye amekusudia kuifanya kazi hii kwa ajili ya kujenga madhabahu ya Kristo Yesu. Mungu akubariki sana, nikutakia asubuhi njema. Shalom, shalom, shalom.
projekti kubwa ya kununua vyombo vya kurusha ibada au madhabahu ya hewani. Bajeti yetu ni ya shilingi milioni 53,000 za Kitanzania, ambapo tutategemea kuikamilisha ifikapo tarehe 30 mwezi wa 10 2025, ambapo sasa tunategemea kununua vifaa vifuatavyo: kuongeza kamera 2 za kisasa zinazogharimu shilingi milioni 15 za Kitanzania, kuongeza kompyuta na laptop zenye uwezo mkubwa 3 zinazogharimu shilingi milioni 5 za Kitanzania, video mixer moja inayogharimu shilingi milioni 7 za Kitanzania, maiki za kisasa 3 zinazogharimu shilingi milioni 3 za Kitanzania, voice recorder moja inayogharimu shilingi milioni 2,250,000 za Kitanzania, keyboard ya kisasa ya kurekodi worship inayogharimu shilingi milioni 2,200,000 za Kitanzania, taa za mwanga high quality zinazogharimu shilingi 950,000 za Kitanzania, HDMI cable yani high definition media interference inayogharimu shilingi 650,000 za Kitanzania, sound card moja inayogharimu shilingi 700,000 za Kitanzania, stereo transmitter link inayogharimu shilingi milioni 12 za Kitanzania, transmitter power watts 500 inayogharimu shilingi milioni 7 za Kitanzania. Jumla ya vifaa vyote ni shilingi milioni 55,750,000 za Kitanzania. Ingia Agano Leo kupitia sadaka yako unayoguswa. Namna kujiunganisha kwa kutoa sadaka yako: M-Pesa 0756934903, jina Mrashan Edgar Tadeo, lipa kwa simu Mix by Yasi 16309931, jina Mkombozi FM Radio, NMB akaunti 2401001119, jina The Gate to Redemption International Ministry. Na Mungu akubariki.